Sawa, basi sawa, mimi nishukuru sana kwa uchambuzi ambao umetupatia. Tunasubiri tu hayo majibu utakayoyapata kwenye upande wa Afriprice tuweze kujua nini kimejili, ili kama kuna kuchangamka na wadau wengine tuanze kuchangamka mapema. Ya nje ya hapo basi nishukuru sana pia kwa maswali. Nadhani sasa tutaenda kwenye ngwe ya pili. Nimewaambia wale ambao mlikuwepo na sisi mapema, ambao mlijiunga sisi mapema, kwamba leo hatutakuwa na ile official presentation kama ambayo Fortes amekuwa anaifanya siku zote, ila badala yake tutakuwa na conversation ka namna fulani. Kwa hiyo sasa, kulingana na nyama za hii conversation na maswali ambayo ninyi mtakayoongezea, ndio yatakayodetermine kwa umbali gani. Kwa hiyo hata inaweza isichukue muda mrefu, tunaweza tukamaliza hata ndani ya dakika 15. Maana binafsi pia sina maswali mengi, ni topic ambayo tumekuwa tunaijadili mara kwa mara, kwa si kitu kipya sana. Yes, lakini maswali yakija ya kutosha, basi tunaweza tukaenda mpaka saa 3. Yes, sasa mimi nianze moja kwa moja na swali moja, Mr. Fortius. Tukiunganisha swali kama hili la Mr. Esau, kwamba kwa mtazamo wako Prof Twikombe, iTrust ETF yamekuwa pia maswali mengi. Kuna watu wamekuja kipindi hichi cha kujadiliana moja kwa moja au mwingine anasikia price labda NMB imekuwa inapanda ama inashuka, anauliza jamani, naombeni ushauri wenu, je, nichukue hii kampuni? Sasa natamani kupata leo utupe ufafanuzi mzuri, kwa sababu siku zote mmekuwa mkikimbia haya maswali. Wewe kama pia mshauri umekuwa unasema hapana, mimi siwezi kukushauri hivyo. Hii ni feedback ambayo nimekuwa nikiona kwenu mara zote. Niseme mtu akiuliza specifically hutaki kutoa jibu, unamwambia bwana, sisi hatuwezi kukupa huo ushauri, ila wewe pitia fundamentals ama uje tupitie maelezo fulani, alafu baada ya hapo wewe utaamua. Sasa swali linakuja, kuna shida gani mtu kutaka kujua awekeze kwenye hii kampuni ama asiwekeze? Kwa nini mmekuwa ninyi hamtaki kutoa jibu la moja kwa moja kwamba bwana, yes, uwekeze CRDB sasa hivi? Okay, asante sana kwa swali zuri, na ni swali la msingi sana kwenye uwekezaji wa kwenye hizi hisa. Na siku nyingi imekuwa tumezoea kuwa na wawekezaji wengi ambao maswali wanaokuja kutuuliza ofisini kuhusiana na performance ya kampuni na pengine kutulaumu au kulaumu hiyo IPO ilivyokuja, mengi yanatokana na mtu alianza kuwekeza kabla ya kujua yeye yuko fiti kuwekeza kwenye hisa, au pengine aanze kwenye kina kifupi, yani kama kuogelea, kwamba yeye imada amejua zile basics za kuogelea, anaenda kurukia kwenye kina kirefu. Sasa ndo kama kwenye uwekezaji, ndio maana hatuwezi kutoa blanket recommendation kwamba nunua hisa fulani, mpaka ukae na huyo mtu muelewe investment horizon ikoje, na pengine hizo pesa alizonazo anazotaka kuwekeza, je, yuko tayari kutokuwa nazo, kutozigusa kwa muda mrefu, au pengine anahitaji kulipa school fees miaka 2 inayokuja, au anataka kununua kitu miaka 2-3 inayokuja. Kwa hiyo mtu kama huyo huwezi kumwambia aweke kwenye hisa, kwa sababu hisa unazinunua mwaka huu, baada ya mwaka mmoja inawezekana umeweka milioni 10 ikashuka ikawa milioni 5. Afi tumeona 2014-15 CRDB ilikuwa shilingi 430 na fika mpaka 500 au 520 2015, lakini miaka 2-3 baadaye ikashuka mpaka 110, in fact mpaka 95. Sasa mtu ambaye alikuwa na horizon fupi akaweka pesa yake hapo, unaona jinsi ambavyo amelose. Kwa ndo kisa cha kuwa tunatoa hizi training, tunaweka hiyo disclaimer kwamba for a proper investment advice, kwamba nunue hiki au usinunue, hiyo inahitaji face to face conversation, uweze kumuelewa hata huyo mtu ni jinsi gani anaweza kaustandi zile athari za uwekezaji. Maana mtu mwingine inawezekana hujamfahamu vizuri, ukamwambia nunua CRDB sasa yuko shilingi 1130 au shilingi 1150, na kweli akainunua mchana,
Anafika nyumbani, taarifa habari anakuta imefika shilingi 900. Ghafla appetite inakatika, anakosa usingizi, kwamba kumbe hajazoea kupata hiyo mikiki ya price ups and down. Kwa hiyo ndio kitu kinachoitwa risk tolerance ambacho tunatakiwa kukifahamu wakati wa interview na mwekezaji ili kuweza kujua umshaurije. Mtu mwingine amezaliwa tu, vitu kama hivyo ni vya kawaida. Inawezekana asubuhi amedondosha shilingi 10,000 mpaka saa 6 ashasahau kama amedondosha 10,000, lakini kuna mtu mwingine wiki nzima anafikiria shilingi 10,000 aliyodondosha Jumatatu. Kwa hiyo ni risk appetite tofauti, risk appetite tofauti ya kila mwekezaji. Kwa hiyo ndio maana inakuwa ni tailor advice kwa kutokana na a certain investment horizon na investment objectives za kila mtu. Lakini baada ya kusema hayo, kuna mambo ya msingi ambayo lazima tunaweza tukashare kwenye public, ambayo ndio hizo fundamentals. Fundamentals ndio maana huwa tunasisitiza kwamba okay, kabla ya kuwekeza jitahidi kwamba hiyo kampuni umeifahamu. Kampuni unaifahamuje? Kwa kujua fundamentals zake. Fundamentals zake ziko both, kuna hizi ambazo unazisoma kwenye annual reports, kuna ambazo sisi tukishapata zile annual reports tunafanya projection kujaribu kuona kwamba uko kampuni lako kwenda kuna mambo mazuri au ina face challenges. Kwa hizo ndo numbers ambazo tunazishare na wawekezaji, lakini nyingine ni qualitative, vitu kama management ambayo inabidi tuviassess kuweza kujua kampuni inaendeleaje huko mbele. Lakini kitu kingine cha msingi ni business model yake, how innovative it is. Hayo yote yanaweza kutusaidia wakati tunamshauri mteja. Na ndio maana topic leo ambayo bahati mbaya nimechelewa ilikuwa inahusiana na focus on fundamentals. Ni swali ambalo huwa tunamwambia kila mtu, lakini sasa leo nataka ku break down, ambao nafikiri tukipata nafasi next week itabidi ni break down kwamba tunapoongelea fundamentals tunakuwa tunaongelea kitu gani. So sasa situation tulionao sasa hivi ya kiuchumi na kisiasa na mambo yanayoendelea yaliyotuzunguka, ndio kipindi ambacho sasa unapokuwa unaendesha gari, na fiu mfano nilitoa kwenye weekly report yangu iliyopita. Ukiwa unaendesha gari, njia imenyoka, magari ni machache, unaweza ukawa unapiga mruzi, unaendesha hata na mkono mmoja unaongea na simu. Lakini ghafla ukianza kuwa na kona nyingi afu mvua inanyesha, kuna radi, na fiu unaona hata stories zinapungua na speed inapungua, na unaanza kuangalia kwenye ile dashboard, kila kitu unakuwa unakiangalia kwa makini. Kwa ndio kipindi kama hiki tunaposema focus on fundamentals. Unaiangalia investment philosophy yako ikoje, unaangalia malengo yako yakoje, na ule uwekezaji unaangalia ile makampuni. Je, yataathirika vipi na hii misukosuko inayoendelea? Je, niendelee kuwekeza kwenye haya mifuko au haya makampuni, au niwasie na broker wangu kwamba uza nipaki mzigo wangu kwenye chombo ambacho hakina misukosuko? Ndio kipindi kama hiki, focus on fundamentals. Lakini unavyo focus kwenye fundamentals, ndio kipindi hicho ambacho unaweza kukuta kumbe kuna kampuni ambazo ni nzuri katika mazingira kama haya. Ndio kipindi cha sasa cha kununua share nyingi zaidi kwenye kampuni kama hizo. Kwa hiyo nafikiri kwa nimejibu swali lako, kama kuna nyongeza utaweza kuniuliza zaidi hapo. Umelijibu vizuri sana. Niko na maswali mengi. Of course sijaandika, lakini nafuatilia maelezo, na umeanza vizuri sana. Umeelezea kwenye mambo ya risk appetite ama risk tolerance, lakini pia mtuje uko fiti kuanza ama vipi. Hapa labda naweza nikaleta pia swali kwa mantiki gani. Kumekuwa na mafundisho mengi ambayo yanakuja kama hamasa. Moja ya mafundisho ambayo yanakuja kama hamasa ni kwamba bwana, usisubiri kesho, anza kuwekeza sasa. Lakini unakuta wakati huo unayemwambia huyo mtu ni mtu ambaye labda ndo kama mimi nilivyotoka kusimulia wakati tunaanza, sijawahi kusikia DSE, na kiukweli watu wengi sasa ukimwambia DSE sasa hivi hajui ni kitu gani, hajui hisa ni nini. Wengi wanachojua ni vikoba. Vikoba labda kama na hisa za Jatu, kwa sababu Jatu alijitahidi sana kufanya marketing, kila mtu anamjua Jatu.
umeona. Lakini sasa unapomwambia huyu mtu anza sasa, unakuta wengi ndio hivyo sasa, anajikuta ameanza, anaambia bwana, wewe utajua mbele ya safari. Wewe unaona huu ni motivation ama ni ushauri sahihi kumwambia mtu bwana, utakiwa kusubiri, anza sasa hivi, wewe utajua uwekezaji baadaye, ama huyu mtu anatakiwa ajifunze kwanza, na anajifunze kwa muda gani mpaka aseme sasa niko tayari kuwekeza? Asante sana, na hilo ni swali zuri sana, kwa sababu mara nyingi ile kitu tunaita Uingereza nakumbuka mwenyekiti wa Federal Reserve Marekani kuna kitu alikiita irrational exuberance. Irrational exuberance ambayo nafikiri Benjamin Graham huwa anaelezea kwamba Mr. Market sometimes anakuwa kama cheese, yani anakuwa na furaha sio kifani, mara baadaye anakuwa na masikitiko ambayo hayaelezeki. Sasa kipindi cha hamasa kama hizo ndio mara nyingi wakinaleta euphoria kwenye soko, na bei zinakuwa zina overshoot ile intrinsic value zake au fair value ambako zinapotakiwa kuwa. Kwa hiyo uwekezaji wa hamasa kwa kweli mimi si usapoti sana. Whatever you want, however you want to invest, ni vizuri ikaendana na investment objectives zako. Ya kusema anza sasa peke yake bila kuangalia kama okay naanza sasa lakini bei ziko kwenye level gani, hiyo ndio huwa inasababisha bei zina overshoot. Na ndio kitu kilichotokea 2013, 14, 15 ambako bei zili overshoot. Sasa mimi nilikuwa naongea na MD aliyeondoka Swissport miaka 2-3 iliyopita, anasema hiyo soko lenu sometimes wale inanishangaza. Anasema zile bei za 2014 zilipanda za Swissport na fika shilingi 7,000. Sasa nikajiuliza hao jamaa wanaona nini ambacho mimi sioni naendesha kampuni. Hiyo ndio inatokana na hizo hamasa. Mpaka mwenye kampuni mwenyewe anashangaa. Anasema hizi bei hizi kuna kitu ambacho hakiko sawa huko sokoni. Hizo huwa zinatokana na uwekezaji wa hamasa. Na mimi nakumbuka nikiwa benki kuu mwaka 2000 niliendaga Marekani just before ile .com bubble burst. Kuna mwalimu wetu akawa anatufundisha akasema hali ilivyo sasa hivi ukiona mpaka taxi driver anasema umenunua stock gani, umenunua mimi nimenunua hii, akisema wakianza kuziongelea kwenye casual conversation kama hizo jua soko about to go down. Na kweli niliporudi Tanzania baadaye kidogo ndo ikapasuka, dude likarudi chini. Kwa hiyo uwekezaji kwenye hisa sawa, hamasa zipo, lakini sasa kama alivyosema ni Benjamin Graham au Warren Buffett aliposema you have to be fearful when watu wengi wako greedy. Wana take advantage ya watu ambao wana motivate namna hiyo. Na mara nyingi soko likianza kuporomoka, hao wanao motivate huwa waoni kabisa hata kwenye peji zao, huwa hawatoi matangazo yoyote. Kwa hiyo uwekezaji kwa kweli unatakiwa uwe na discipline. Na kwa sababu long term it's better to focus on your investment objectives, hivyo iweze kusaidia kununua kampuni ambayo ina meet zile fundamentals zako, na hiyo ndio itakaoleta sustainable growth ya stock market ya nchi hiyo kuliko kuja kuwa na hizi na boom and bust. Kwa sababu boom and bust ulizo wa Marekani mwaka 2029 mpaka na miaka mitatu iliyofuatia, kilichotokea Marekani kwa sababu wenzetu ni wajanja, huwa hawaandiki yaliyowapata watu wa nchi hiyo, lakini it was chaotic. Watu walikuwa wanajiua, watu walikosa majumba, watu walikosa nini, kwa sababu hizo motivations ambazo zina overshoot ile equilibrium. Kwa hiyo boom and bust sokoni sio kitu kizuri kwa kweli. I say shukrani sana. Sasa umeshasema baadhi ya points, ukitoa mifano nyingine kwenye swala la kwanza, nyingine kwenye swala la pili, ningetamani sasa utufanyie kama summary ya package ambayo iko pamoja. Okay, sasa tuna standardize vipi? Maana tukisema fundamentals za kuwekeza kwenye kampuni fulani, mimi naamini hizo fundamentals zinaanzia namba 2. Kwa maelezo yako, fundamental ya kwanza ni mtu mwenyewe. Na nadhani hata kina Graham pamoja pia hata na nani bwana Warren Buffett, hata wao pia wanazungumza hicho kwamba risk ya kwanza ni mtu mwenyewe. Kwa hiyo fundamental ya kwanza ni ya mtu kama mtu. Tunaweka yardstick ya namna gani
kwamba niseme sasa mimi niko tayari kuanza kuwekeza. Na hapa take into consideration kwamba kuna wengine yes, nature imewapa lucky enough ya kuweza kupita kwenye path ambayo wamesoma accounting, wamesoma finances, kidogo wana idea na mambo haya, lakini kuna wengine tumepita engineering huko. Ukituambia mambo ya finances, tunaona mambo ya watu tu huko, hebu acheni watu waati wasome ya mambo ya finances. Sasa wote kwa pamoja tunakuwa tuna yardstick gani ya kusema kwamba sasa I'm fit enough kuingia kwenye uwekezaji wa hisa? Umeshaongea, lakini kama unaweza kurework sasa kwenye package moja kwamba have these fundamentals ili kuhakikisha kwamba uko tayari sasa kuanza kuwekeza. Okay, asante sana. Nafikiri kuna siku za nyuma huko nilishai kutoa mfano wa 3 E's of successful investment ambayo ilikuwa ni education, experience na excess cash, kama unazikumbuka. Yes, hizo peke yake zinakupa package ya kuweza kujua kwamba mimi na uwezo wa kuwekeza kwenye hisa, au hii excess cash yangu acha niweke kwenye bonds au kukwingine ambako I can afford. Na je, na kiasi gani ambacho niko tayari kukiona kina lose, lakini over the long term kitakuja kupanda. Kwa kwenye portfolio yako ukisha arrange hizo pesa zako katika mafungu, ndio utaweza kujua kama ni kiasi gani naweza nikakiwekeza kwenye hisa. Na kwa sababu ya education umejifunza, umehudhuria kwenye charts kama hizi, ndio itaweza kukusaidia kujua jinsi ya kuchagua kampuni ambayo ni nzuri. Na sasa once ukishakuwa na hiyo, of course utaanza kugain experience, japo unaweza ka leverage experience ya advisor wako kama huna experience ya kutosha. Kwa sasa unaweza ukajiwekea plan kwamba sawa, inawezekana hizi hisa zimeovershoot. Ndio tatizo ambalo tunakuwa nalo, kwamba ni wakati gani sasa kwenye soko ambalo bado ni changa kama la kwetu, kuna labda CRDB NMB labda zimeovershoot, zimefika juu sana, labda nizisubiri zirudi. Sasa hiyo kusubiri, unaweza ukasubiri zisirudi hata siku moja. Ndio hapo sasa unapojiwekea discipline ambayo kwenye wenzetu wanaita dollar cost average investment, kwamba sasa unajiwekea plan kwamba basi mimi kwa sababu as long as nimeshaona kwamba can invest kwenye shares na sijajua kama hizo shares zitarudi chini, wacha niwe na discipline ya kuwa nawekeza kila mwezi kiasi fulani, kila mwezi kiasi fulani. Zitashuti saa nyingine utazinunua kwa bei ya juu, lakini siku moja zitarudi chini, utaendelea kuzinunua kwa bei ya chini. Kwa hiyo na average utakuta wewe average purchase price yako ya hizo hisa haikuwa juu sana, kwa sababu kuzirundika zote siku moja ukaja ukazinunua at the peak. Kwa hiyo it's a matter of discipline. Ukishakuwa na education, ukawa na experience na excess cash unayo, na excess cash ukaigawanya kwenye amount ambayo you can risk to lose, hiyo ndio utaweka kwenye hisa. Lakini kile kiasi ambacho hauko tayari kukikosa utakiwekeza kwenye bonds au kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Tayari umeshakuwa na discipline. Sasa hapo kwenye neno excess cash, najua umeshatotoa wengi kwenye reli. Wengi ikifika tarehe 10 tayari tushaanza kuulizia mshahara unatoka lini wa mwezi ujao. Unatoweka kundi gani? Asante, umeuliza swali zuri ambalo nakumbuka mwandishi wa kitabu cha The Richest Man in Babylon, kama ushawahi kukisoma, lesson ya siku ya kwanza ndiye alipokuwa anaelezea umuhimu wa kusave. Ndio mtu wa kwanza alimuuliza akasema, mimi pesa nilionayo nitoshi hata kula. Nitawezaje kwanza kusave hicho in fact sasa ndio hapo excess cash unatakiwa uicreate mwenyewe. Kwa njia gani? Ya kujilipa wewe mwenyewe kwanza. Na ni kati ya lessons ambazo mwalimu wetu Emilian Busara huwa anaisisitiza. Discipline ya kujilipa wewe mwenyewe kwanza. Kwamba pesa, unajua pesa haitakaa itoshe. Wewe mwenyewe unatakiwa ujifiti ndani ya hiyo pesa. Na katika kujifiti ndani ya hiyo pesa, chochote kinachopita mkononi mwako ndio hapo unajiwekea kiwango ambacho unatakiwa ujilipe. Alafu kinachobaki ndio unatafuta jinsi ya kuwalipa wengine. Kumlipa mangi pale anakuuzia chakula, kumlipa si yule amekufanyia kitu gani, au wanakuja baadaye. Sasa ndio hapo unaposema kama unatakiwa ujipende mwenyewe. Kwa kujipenda mwenyewe, namba moja, ujilipe wewe mwenyewe kwanza. Na hapo ndio utakuwa umepanda mbegu ya discipline ya uwekezaji.
na kama wanavyoonyesha wataalamu wengi kwamba once ukishakuwa na hiyo discipline, utashangaa kwamba kumbe unaweza ukaishi ndani ya ule uwezo wako. Na ndo hapo alipozungumzia nafikiri Robert Kiyosaki kwamba live within your means and then improve or increase the means, kwamba ishi kwanza ndani ya uwezo wako, alafu basi baadaye uanze ku improve au ku increase hiyo means. Na as long as umeshaanza kujilipa wewe mwenyewe kwanza, ni kwamba hata hiyo means ikianza kuongezeka, ni kwamba kile cha kujilipa mwenyewe kitakuwa kinaongezeka na utajiri wako utakuwa unaongezeka na unapata excess cash nyingi zaidi ya kuwekeza kwenye portfolios tofauti tofauti. So it's a matter of self discipline. Asante sana. Na Amsha Bongo naona anatutangulia kwa hatua 3 mbele. Anasema James Graham anasema kama huna elimu ya kutosha kwenye hisa ni bora uwekeze kwenye mifuko ya pamoja. Mwekezaji makini. Asante sana Amsha Bongo. Wewe umeshanijibu swali ambalo sijauliza hata bado. I'm coming. Wewe naomba ujiandae, nitakuja na swali lingine kwa ajili yako baadaye. Ndio, asante sana kwa hii Mr. Fortius, hapa tayari umeshatupa sehemu nzuri ya kuanzia. Swali lingine ni kwamba kumekuwa kuna baadhi pia washauri wao wamekuwa wakihusianisha sana pia swala la umri, akiwemo Mwalimu Busara. Pia kwenye presentation chache ambazo nimesikia amekuwa akizungumzia swala kwamba unatakiwa uchukue umri wako minus na kitu fulani ili uweze kujua sasa unaingia kwenye bondi kiasi gani, kwenye hisa kiasi gani, sijui. Lakini huu mtazamo nimeona umekuwa criticized kwenye na Benjamin Graham kwenye kitabu chake, kama nakumbuka correctly. Yeye hajaenda vizuri na huu mfumo wa kusema kwamba unajua ukiwa mdogo sana, labda miaka 20, 19, unaweza ukaingia 100% kwenye hisa, ila ukiwa unapanda umefikisha miaka yako 60, basi chukua 60 sio minus na 100 kutoka na 60, basi ndio ujue 40% hiyo ingia kwenye bondi. Wewe unachukuliaje huu? Ni kitu ambacho ungeweza kumpatia mtu ambaye ndio kwanza anaingia kwenye soko kwamba hebu weka huku hiki na huku hiki kulingana na umri wako? Okay, asante sana. Ni swali ambalo ni kitu ambacho tangu nimeanza mambo ya kwenye uwekezaji nishawahi kukisikia sana siku za nyuma, japo mimi ni kati ya vitu ambavyo wasiviadvise kutumia hiyo criteria. Kwa nini si advise? Kwa sababu formula ya uwekezaji haiwezi kuwa sawa kwa kila mtu, meaning kwamba kuna certain rule of thumb kwenye mambo ya uwekezaji, kwa sababu ni formula ambayo inajaribu kuelezea risk appetite, kwamba mtu mdogo ana uwezo wa kutake more risk kuliko mtu ambaye ameshavuka labda miaka kadhaa, miaka 70, miaka 60, kwa maana anaweza ka take less risk. Ni kwa nini sitoi huo ushauri? Ni kwa sababu definition ya risk iko very subjective. Risk kwa mtu mmoja, kwa mtu mwingine sio risk. Nasha kusema siku za nyuma kwamba risk inapungua kwa kadri unavyozidi kuongeza maarifa. Kwa kitu cha msingi kwenye uwekezaji, kwenye hizo 3 E's ni education. Ukishakuwa na maarifa, ile sehemu watu ambao wanasema ni risk, kwako unaona kama ni opportunity. Kwa hiyo maana hakuna blanket formula ambayo naweza nikarecommend kwa watu kwamba unataka kuwekeza kwenye hisa whether una miaka 90 au miaka 20, soma riski au fanya maamuzi. Na maana mtu kama Charles Munger mpaka anakufa alikuwa anafanya allocation kwenye hisa kwa sababu ana maarifa ya kutosha na ana knowledge kwamba okay, ni uwekezaji wangu ambao unanifaa ni huu, labda hii acha niwekeze kwa ajili ya foundation, niwekeze kwa ajili ya nini. Kwa hiyo jinsi ya kuamua kwamba niwekeze kwenye hisa au nisiwekeze kwenye hisa, ndio hapo nilichokuwa nasema kuna various factors ambazo unatakiwa uangalie. Kuna mtu mwingine pengine anahitaji regular cash flow, hata kama ana miaka 20 au ana miaka 30. Kama ule uwekezaji wa zile pesa anahitaji regular cash flow, hizo pesa hataziweka kwenye hisa, ataziwekeza kwenye kitu kama bond ambazo kinalipa coupon. Lakini kama ana miaka hiyo, ana other sources of regular cash flow, huyo yuko tayari hizo pesa kuziwekeza kwenye hisa ambazo hata kama asipopata dividend atakuwa ameziweka tu kwa ajili ya growth of dividend. Kwa nafikiri ndo majibu yangu kwa hiyo ya kutokuwa na rule of thumb
kwenye allocation kati ya kuweka pesa kwenye hisa au kuweka kwenye bondi. Yes, na hilo naungana kabisa na wewe kwa sababu ninachokumbuka Graham pia alizungumza hasa kwenye upande wa education, na yeye amesisitiza sana, alimediscuss vizuri sana topic ya risk. Kuna chapter moja na alidedicate kabisa kwenye kudiscuss risk ni kitu gani, na yeye akawa amezungumza hivyo hivyo pia kwamba risk inategemeana na kiwango cha ufahamu wako. Kwa hata hizi ambazo ameita ni growth companies, ingawa wengine wanaweza kuwa wanaziona very risky, lakini kama wewe una uwezo wa kupenetrate mpaka ndani ukaona trendi vizuri ya management ikoje, production yake ikoje, ukawa na uwezo wa kuwa na projection nzuri ama prediction nzuri, unajikuta kwako wewe sio risk. Unajua kabisa kwamba hawa hawafiki mbali kwa hizi fundamentals, unatoka nje, ama hawa kwa huu mwendo labda itokea ajali, unaingia. Kwa hiyo unajikuta wewe tayari umesha eliminate big part of the risk. Kwa pia alikuwa amezungumza kama ambacho unakiongea. Kwa shukrani sana kwa hicho. Na sasa tuje pia hapa kwa hii point ambayo ameshaiweka Amsha Ubongo, kwamba Graham wanasema kama huna elimu ya kutosha kwenye hisa ni bora uweke kwenye mifuko ya pamoja. Hii pia umekuwa ukisisitiza, nimekusikia, utanicorrect kama haijawa sahihi, lakini pia umekuwa ukishauri hivyo kwamba kwa wewe ambaye unaingia sasa hivi huna elimu ya kutosha, hebu weka kwenye hii mifuko huku unaendelea kujifunza taratibu, alafu baadaye ukiwa vizuri unaangalia namna ya kufanya. Hii ningetamani tu kupata emphasis yako, why this procedure is important, na inawezaje ikamsaidia hasa yule ndio kwanza empty, yani empty kabisa kwenye upande wa mambo ya hisa. Hii nilikuwa nikiongelea sasa kwa kubezi kwenye pointi kwamba mwekezaji huyo inawezekana bado ni mpya, hajazoea sana hizi ups and downs za kwenye masoko, lakini ana wajibu wa kuwekeza. Sasa kama nilivyosema kwamba wote lazima tuwe savers na investors. Kwa kama umesha save, unataka kuwekeza, huna uzoefu wa kutosha, ndio unaweza kuanza kwa kuwekeza kwenye mifuko ya pamoja. Kwenye mifuko ya pamoja kuna hii inaitwa money market fund, utaona return zake zikoje. Kwa ni sehemu ambako angalau zile savings zako zitakuwa na zenyewe zinakuwa kwamba pesa zako zinakuletea wajukuu, na hao wajukuu wanaendelea kuwekeza, wanazidi kukuletea faida kwenye ile akiba yako. Sasa sometimes unasema okay, nimeshawekeza kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja kama liquid fund, bond fund, inuka money market fund, lakini nataka kuenjoy kina kirefu cha uwekezaji wa kwenye hisa. Sasa kuna mambo matatu ya msingi wakati unataka kuwekeza kwenye hisa. Ni philosophy ambayo unatakiwa uchague mwenyewe. Je, niwekeze kwenye kampuni moja kama na muda wa kuifanyia analysis, pesa zangu zote niziweke NMB peke yake, au niziweke CRDB peke yake, au niweke Nico peke yake? Hiyo ni strategy ambayo unakuwa umechagua kwamba ni one stock portfolio. Kwa mimi sasa nataka kuwekeza kwenye hisa, lakini nawekeza kwenye kampuni moja. Sasa huo ni uamuzi ambao utauchukua kama una muda wa kufanya analysis, kusoma annual reports zao, kusoma management reports zao, kuhudhuria mikutano yao na kupata taarifa zote zinazohusu hiyo kampuni na kujua prospects zao zikoje, kujua na management uifahamu ikoje, ili kuweza kuchukua pesa zako zote na ita kuiriski kwamba kuziweka mikononi kwa kampuni moja. Hiyo ni one stock portfolio. Una muda, lakini unaweza ukasema okay, mimi nitakuwa na a focused portfolio, kwamba sio kampuni moja lakini nachagua makampuni labda matatu. Nichague moja la benki, nichague moja la production kama ni TBL au TCC, nichague moja la mawasiliano kama ni Vodacom. Kwa una dedicate muda wako kufanya analysis, kufanya utafiti, alafu na focus uwekezaji wako kwenye hizo sectors. Nafikiri utakumbuka Warren Buffett ilikuwa ni aina focused portfolio. Kwa nje ya hiyo anasema unaita cycle of competence. Nje ya hapo alikuwa awekezi, ndio maana kuwekeza kwenye makampuni ya technology, zile technology stoka kuwekeza, kwa sababu alikuwa na focus portfolio kwenye maeneo ambayo alikuwa anaita cycle of competence. Na tangu asubuhi mpaka jioni alikuwa anasoma annual reports za makampuni, anafuatilia management. Kwa hiyo maana alikuwa na uwezo wa kuassess potentials na investment risks zilizoko kwenye makampuni. Hiyo ni style yako nyingine. Sasa inawezekana huna muda wa kufuatilia. Kwa hiyo meaning
uweze ukawa na one stock portfolio na uweze ukawa na focused portfolio, lakini bado una cash, unataka kuenjoy performance iliyoko kwenye hisa. Ndio sasa ikaja mifuko kama Dozen Index, ikaja mifuko kama Vertex, hiyo Vertex ETF, na ndio inakuja na hii iTrust, kwamba okay, wewe una muda wa kufuatilia, lakini uko tayari hizo pesa kuwapa fund managers ambao watakuwa wanafuatilia on your behalf, ili nawe unufaike na stock market performance japo huna muda wa kufuatilia. Ndio nakuja swala la kuwekeza kwenye mfuko wa uwekezaji wa pamoja. Kiasi fulani kiko kwenye upande wa money market au liquid fund, na kiwango kingine unakiweka kwenye Dozen Index au hizo indexed portfolios. Kwa hiyo unakuwa tayari uenjoy kupata performance au kupata return ya kwenye stock market japo huna muda wa kufuatilia. Kwa nafikiri ndo majibu yangu ambayo naweza nikamjibu huyu Amsha Ubongo. Sawa, asante sana. Nitoe admission moja ambacho nimekiobserve. Ukweli ni kwamba naweza kusema 90% ya watu ambao ninawajua, wakiwemo ambao wamesoma accounting na finances, hawana kama sio expertise basi interest hata ya kusoma hivi vitabu. Wengi hata wale ambao wameshaanza kuingia kwenye uwekezaji atakwambia na mimi nataka niwekeze CRDB ama NMB, lakini mwisho wa siku unakuja kuona wote wanakwenda kwenye zile kampuni ambazo ni popular tayari, zinatamkwa sana kwenye midomo. Kila akiingia kwenye magrupu yetu ya hisa anakuta ni CRDB, NMB, Afriprice, Nicole. Kwa yeye anakuja anajichagulia pale mmoja, anaamua kuwekeza kwenye kampuni moja tu, lakini hana muda wa kupitia hizi fundamentals. Yani yeye kuja kujua hivi vimetoka ni mpaka Mr. Fortes utakapo posti bwana nani wameshatoa kitabu chao, naye ndo nakiona, lakini kupitia hapana. Neno lako unazungumzaje hapa kwa watu wa namna hiyo? Mimi msisitizo wangu ni kwamba wekeza kwa kufata maarifa. Wekeza sehemu ambayo unaijua. Sehemu ambayo unaijua itakusaidia kwamba hata kama yanatokea matatizo unaweza ukafanya maamuzi mapema, kama ni kuuza au kununua. Hutamlaumu broker ambaye kununulia hizo hisa, wala hutamlaumu mtu yoyote. Huna mtu wa kulaumu, kwa sababu kama tunazosema kwamba unaponunua hisa ni kama mtu mwenye duka, yani ikiungua moto ni hasara yake. Kweli simlaumu mtu, ni vizuri ka find out chochote kinachohusiana na hiyo kampuni unataka kuwekeza, alafu uwekeze ukijua kabisa ile ultimate responsibility ni ya kwako wewe mwenyewe. Utachukuaje responsibility? Kwa kujua unapowekeza. Hakisha kwamba hiyo biashara unaifahamu. Kama uifahamu, angalau hata advisor wako anaifahamu na aweze kuelezea kwenye language au kwenye lugha ambayo nayo utaifahamu. Weka mzigo wako hapo, kwa sababu huna mtu wa kulaumu. Asante sana. Na swali pia lifuatalo utalazimika pia inawezekana kurudia vitu ambavyo umeshaviongea sasa hivi, lakini labda tu kutoka kwenye engo mpya. Tuongelee sasa hivi kuhusu umuhimu wa muda. Je, muda kwangu kama mwekezaji, iwe nimeanza ama sijaanza, una umuhimu gani? Na ili natamani pia kusikia kutoka kwa maneno yako. Warren Buffett ametoa sana mifano ya swala la muda, kwamba consider somebody who started in year X and has put this little money, and somebody who has started on year Y na ameweka kiwango kikubwa hichi, lakini bado yule aliyeweka kule amewin, na vitu kama hivyo. Na hata pia umekuwa ukisisitizia kwamba muda ni jambo la msingi, ukiangalia mambo ya compounding interest na vitu kama hivyo. Ningetamani pia kusikia msisitizo wako tena kwenye role ya muda, na pia hata kama ni kwa kurudia maneno, na tunawezaje kumshawishi yule bwana ambaye hana elimu ili asipoteze muda kusubiria mpaka baadaye atakapokuwa tayari, ili aanze mara moja. Na hapo umeongelea vitu viwili. Sasa sijajua unauliza upande gani, muda wa kuanza au unapowekeza muda wa kusubiri reward? Of course nimeuliza vitu viwili, lakini kwangu naona ni kama ni kitu kimoja, kwa sababu nikianza mapema maana yake nitapata benefit ya muda mrefu. Nisipoanza mapema inawezekana nikija kumwangalia
my peer ambaye tunatakiwa tuwe tunalingana, labda ndio hivyo. Kwa mifano ya Mr. Warren Buffett ni kwamba huyu ambaye ameanza mapema, mimi hata nije nijikaze msuri vipi naweza nisijikute nimemshika shati. Sawa, nafikiri sasa uwekezaji wa kwenye hisa, muda ni swala la msingi. Ni swala la msingi kwa sababu gani? Kwa sababu faida unaipata baada ya muda mrefu kwa kuwekeza kwenye hisa. Kwa sababu kwenye hisa faida ziko za aina mbili, kuna gawio au kuna capital gain, ile ongezeko la thamani. Hayo ndo mambo makubwa mawili ambayo ni faida ya kuwekeza kwenye hisa, na ndo ambayo yanakuletea monetary gain kwa kuwekeza kwenye hisa. Kwa hiyo ndo maana hata wakati tunauza hii dozen index tulikuwa tunashauri kwamba huu ni uwekezaji wa muda mrefu. Kwa hiyo usitegemee kupata faida katika miaka miwili, mitatu, minne, mitano. Miaka mitano kwenda mbele ndo kipindi ambacho unaweza ukaona faida yako imekuwaje kwa kuwekeza kwenye mfuko kama huo. Na sasa hivi tunapozindua mifuko kama hii, pesa unayoiweka iwe ndo kama ndo seed capital ya kuanzia, lakini sasa unatakiwa kila mwezi, kila mwaka uendelee kuweka, wakati unategemea kuvuna baada ya muda mrefu. Na kwa sababu ongelea swala la muda leo, kwa kwamba sina prepared presentation, lakini nafikiri kwenye investment tip ya leo utafikiri umesoma notes zangu. Mtaiona next Friday. Nilikuwa nimeongelea kwamba Warren Buffett huyo kwenye investment tip amesema kwamba your time horizon is your greatest asset. Commit for the long haul and the market will reward you. Kwa hiyo you can see jinsi ambavyo wao wawekezaji ambao wana uzoefu mkubwa wanasisitiza ule uwezo wa kusubiri. Na sasa kwa yule mtu ambaye anawekeza kwenye fundamentals zinalipa kwa muda mrefu. Speculators sawa, kuna ambao wameingia mwezi Januari sasa hivi wanatengeneza faida kubwa tu, hao wapo. Lakini kwa kunufaika kwa faida kubwa ni kwamba unakuwa unawekeza kwa muda mrefu. Na ndio watu kama kina timu ambaye ana mfuko unaitwaje, huyu ambaye alitoka Australia amekuja kuwekeza hapa. Yes, siku zote wanasema amebet for the long term kwa sababu ya demographic structure ya Afrika na Tanzania ambayo iko kwenye growth path. Ana uhakika kwamba makampuni kama TBL, TCC, Vodacom, banking sector kwa muda mrefu always atakuja kutengeneza faida. Kwa hiyo angalizi ups and downs za muda mfupi. Sasa ndio wataalamu ambao wanatufundisha kwamba kumbe uwekezaji wa kwenye hisa ni sehemu ambayo unatakiwa kuvumilia kwa muda mrefu. Kwa kama alivyosema Warren Buffett, muda ndo zawadi yako. Kwa hiyo ni kuwa na uvumilivu tu wa kusubiri kwa muda mrefu. Sasa hivi anaonekana is a very successful investor, anakaribia kuretire kutoka kwa biashara zake. Lakini ukimwangalia vizuri ni kwamba amepata hizi faida kwa muda mrefu. Na katika huo muda mrefu kumekuwepo na ups and down, lakini on average amekuwa mshindi kwenye hiyo safari yake ya uwekezaji. Yes, na hiyo umesema vizuri, hizo za ups and downs pia nimesikia kutoka kwake. To be honest, ukisikia tu mtu anatoa kama mfano, wakati mwingine unaweza kuona hizi ni zile tunaita tu hekima talks. Mtu anajaribu tu kwa uwazi kusema bwana, unajua hata Warren Buffett mwenyewe na ups and downs. Lakini nilifanikiwa kusikia speech yake moja, aliwakumbusha watu, maana kila mmoja anamuuliza bwana, how did you succeed? Yeye mwenyewe akamwambia mbona hakuna anayeniuliza kama nimeshai kupata changamoto. Akawaambia kwamba nimesha lose. Nadhani alitoa mfano kwamba kuna mwaka ali lose, ilibidi mwenyewe ajifikirie mara mbili kwamba hapa inakuaje. Lakini mwisho wa siku pia kaudi hapo kwamba muda unakuja kufanya healing na maisha yanaendelea. Kwa hiyo ni nzuri sana. Ndio sasa tuende kwenye fundamentals zenyewe. Na tuanzie maongezi yetu kwenye hivyo. Mimi ni mpya kwenye soko la hisa sasa hivi, na tuna makampuni yetu nadhani ni 23 sasa hivi, ndivyo ni 23 22 ya ndani alafu 6 ya cross listed, kwa hiyo ni 28 jumla. 28 jumla. Na ETF moja. Na ETF moja imeongezeka, kwa tuna 29 hapa. Sasa nina
nitajuaje ama ninaanzia wapi kama nimeamua mwenyewe kwenda kwenye hisa, tayari nimejipima riski, I'm ready to take the risk. Naanza wapi ili kuweza kujua hii kampuni ni bora kwangu? Sasa achana na mimi kama mwekezaji fundamentals, kwamba niko fit ama siko fit ama vipi. Twende kwenye makampuni sasa. Najuaje kampuni ipi ni faida kwangu mimi? Nitumie vigezo gani? Sawa, asante sana kwa hilo swali. Kwa hapo na assume kwamba tumeshafanya ile preliminary discussion, tumeshajua kwamba investment horizon zako zikoje, tumeshaona kwamba uko fit kuwekeza kwenye hisa. Sasa kwenye objective zako za kuwekeza kwenye hisa, itategemea unataka kampuni inayolipa dividend mara kwa mara au uko tayari kutafuta kampuni ambayo inakuwa tu growth stock. Kwa hapo tunazidi kwenda njia tofauti. Kwa yule ambaye anatafuta kampuni ambayo at least kila mwaka inalipa gawio, huyo group lake tunalifahamu. Kuna vigezo tutakavyoviangalia. Tutaangalia dividend payment record ya hizo kampuni, kwa tuta zero in kwenye makampuni ambayo at least kila mwaka wanalipa dividend. Na ndo hapo sasa zitakapokuja metrics kama dividend yield. Dividend yield ndio itakuwa inaonyesha magnitude ya kampuni ipi na dividend yield kubwa, meaning inalipa gawio kubwa relative to bei unayoinunulia. Kwa inakusaidia sasa kuyaprune na kubaki na yale ambayo sasa yatakuwa yana meet ile requirement ya hicho kiwango cha dividend. Kwa sasa au ukishapata na shumu yote utakuwa umeshafanyia fundamental analysis kuweza kujua kama siku za mbele wataweza kusustain hiyo dividend payment. Kwa hiyo ukishajua kwamba wanaweza kusustain hiyo dividend payment, kwa hiyo unajua kwamba hapa niko mahali salama, kwa sababu kuna kitu tunachosemaga kwenye mambo ya uwekezaji kwamba historia, yani historia inawezekana isijirudie. Ndo chanzo cha kwanza kuinvestigate kuhusu zile fundamentals na future prospects za kampuni. Inawezekana miaka iliyopita kulikuwepo na dividend record nzuri, lakini wanaweza wasisustain. Kwa umeshafanya hizo analysis, umeenda kwenye upande huo. Mwingine yuko tayari kununua growth stocks. Growth stocks ni zile ambazo inawezekana hazilipi dividend kubwa, lakini zina potential for growth. Na hazilipi dividend kubwa, pengine kila faida wanayoipata wanaireinvest kwenye biashara yao for future growth. Kwa sasa kwenye huo mkusanyiko ndio unapoanza sasa. Sisi tuna makampuni machache, kwa hiyo uchaguzi sio mkubwa, lakini kwa masoko mengi ambayo yana kampuni nyingi ndio unaanza pale kwenda kuzipa max kwa kubase kwenye PE ratio au price to book ratio, ambayo inakusaidia nini? Zinazokuwa na PE ratio ndogo au zenye price to book ratio ndogo ndio zinakupa indication hizi kwamba labda ziko undervalued. And if you are looking for growth stocks, mkamba utapendelea zaidi kwenda kununua zile ambazo ni stocks ambazo ziko undervalued. Ziko undervalued kwa sababu gani? Inawezekana labda ni neglected stocks, watu hawajazifuatilia au wazione, ndio kama watu wanavyofuatilia Tatepa na Precision Air, au wanatafuta growth. Kwa PE ratio na price to book ratio inakupa indication kwamba pengine hizi bei yake bado iko chini, haijaenda juu sana. Una zero in, unachagua zile ambazo zina a certain threshold, labda unaweza ukasema zenye PE ratio chini ya 5, zote nitazifanyia fundamental analysis niweze kujua ni kampuni ipi naweza nikainunua. Kwa hiyo utakuwa una base kwenye zile fundamentals, una base kwenye zile published numbers kuchagua kampuni. Lakini kuna mwingine anakuja sokoni tayari ana brand value ambazo anazitaka. Anataka Vodacom, anataka CRDB, anataka NMB. Hapo na mimi wengi wamejaa hapo. Na wewe sasa mnakaa naye mezani, unasema okay, unaitaka NMB, hebu tuangalie fundamentals zake zikoje. Mnapiga hesabu, unasema sawa, hii kampuni ni nzuri unaitaka, lakini pengine bei yake imeshapanda sana, imeshakuacha. Sasa je, uko tayari pengine ukinunua sasa hivi ikashuka, utaendelea kufurahia uwekezaji wako? Sasa ni yeye mwenyewe kufanya maamuzi. Lakini kwenye masoko yetu sometimes unakuta kampuni kwa vigezo vya
based on past records unaweza kuona kama iko overvalued, lakini kumbe future prospects ni nzuri zaidi, zitaifanya iendelee kuwa kuendelea kwenda juu. Na ndo tunazungumzia kuhusu price to earning ratio kwa masoko ya Tanzania ambayo labda iko kwenye, ni kampuni chache ambayo inazidi 10 times, lakini kwenye kampuni za masoko mengine unakuta P ratio iko hata mpaka 100 times, lakini unakuta bado watu wanainunua, kwamba future prospects bado ni kubwa sana kwa sababu ya innovative business models za hiyo kampuni, kwamba ndio hicho kitu anachosema yajayo yanafurahisha, kwamba uko mbele bado kuna mengine mazuri zaidi kuliko kumbe huku tulikopita. Kwa kweli ni kati ya vitu ambavyo ni vigumu sana kuvifuatilia, lakini ni vitu ambavyo natakiwa kuangalia factors nyingi kabla kuzero in kwamba niwekeze kwenye kampuni gani. Na hapo utaona ni jinsi gani inakuwa ni ngumu kumshauri mtu hapa kwenye screen au kwenye simu kwamba wana nunua kampuni fulani. Kuna vitu vingi sana vya kujago around na kuweza kumshauri. Yes, shukrani sana. Yes, hiyo inatupa picha kabisa halisi kwa mambo ya kuangalia. Unazungumzaje kwa upande wa management? Management mmekuwa mkitaja kwenye maongezi yetu ya mara kadhaa. Unaipa weight gani katika fundamentals za kuangalia wakati wa uchaguaji wa kampuni? Je, ninaweza nikahama kampuni moja mpaka nyingine kwa sababu tu wamebadilisha kiongozi, ama ni factor ndogo? Na nauliza hivi kwa sababu majority ya wawekezaji, niwe tu mkweli, kwa analysis yangu ndogo ambayo nimefanya, we have no business nani yuko in charge kwenye kampuni fulani. Yani wakati mwingine tukumbuke hata CEO wa CRDB ni nani, mpaka ninyi wachambuzi mje mwanze kutupigia hizo story. Unazungumzaje kuhusu hili? Ni kweli management ni kati ya mambo ya msingi ambayo unatakiwa kuyafanyia analysis wakati unachagua kampuni, na ni mambo ambayo yamemsaidia sana Warren Buffett wakati anachagua kampuni ya kununua au hisa za kununua. Nimeshatoa sifa za management kama atakiwa kuwe na awe candid, awe na rational thinking and independent thinking. Hizo sifa kubwa tatu zilikuwa zinamfanya Warren Buffett awekeze kwenye kampuni. Hizo ni qualitative, unaweza ukasema ni software part ya hii analysis. Hardware part ni zile numbers na quantitative, lakini software part ndio hiyo ambayo kwa sababu software iko subjective, ni kitu ambacho huwezi ukakiquantify kirahisi, kwa hiyo ina a lot of subjectivity. Lakini sasa wewe kama mwekezaji ni kitu ambacho unatakiwa kukiangalia, na kiko relevant sana kwenye masoko ambayo yana competition kubwa. Masoko yenye competition kubwa sasa huko kwa wenzetu ambako unakuta kampuni kwenye industry kuna makampuni mengi mno, ni rahisi sana kampuni kuanguka simple kwa maamuzi mabaya ya management na bodi. Tumeona Elon Musk alichukua anawafanya ndugu zake, na anawapandisha pressure juu na chini. Kwa hiyo ni kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuviangalia. Kwa mfano uchukue mfano wa Warren Buffett alipokuwa anazungumzia kuhusu candid ya management, ni kwamba yani management wako tayari kiasi gani kuweza kusema ukweli kuhusu performance yao, na wanaongea language gani na shareholders. Alikuwa anatoa mfano kwamba ukiona anaongea lugha ambayo umuelewi, anza kususpect baadhi ya vitu, sababu mimi ndo mwekezaji, mimi ndo namiliki hiyo kampuni, mimi ndo nimemwajiri. Kwa akiongea na mimi lazima aongee language ambayo namuelewa. Kwa kati ya kitu ambacho alikuwa anakisisitiza sana, na yeye alikuwa anakisisitiza lakini alikuwa anakiapply, kwa sababu katika barua ambazo huwa hazichoshi kuzisoma ni zile shareholders letter za Warren Buffett kwa wawekezaji. Anaongea kwenye conversational language ya kawaida ambayo mtu yote ambaye anajua kusoma atamuelewa. Kwa hapo unaipima candid. Mtu akija na mabomba sasa anza iwe red flag kwamba huyu anataka kuficha kitu gani. Hapo unasoma how candid that management is. Lakini vile vile ni jinsi gani ya kuweza kupima how rational the management is, au ana uaminifu kiasi gani kwa wawekezaji wao. Yeye alikuwa anasema hiyo inakuwa developed over time. Ukiwa umezoea kusoma zile annual reports, unasoma barua ya mwenyekiti, unasoma barua ya CFO, unasoma barua ya CEO, mle huwa kuna ahadi nyingi sana ambazo wanasema watazifanya.
wanatoa a lot of promises. Wanasema unapokuwa unasoma annual reports za miaka kadhaa, unajaribu kuangalia consistency ya execution ya zile ahadi ambazo wamezitoa mwaka jana au mwaka juzi. Kwa kama anaongea alafu anakuja perform, ndio inayokupa maswali kwamba no, hawa jamaa sio waaminifu. Nafikiri ndio kitu ambacho watu tunakiongeleaga kwa wanasiasa kwamba wenyewe wanatoaga ahadi alafu hawatekelezi. Sasa mtu kama huyo mwanasiasa akiwa ndo MD anaongea ahadi ambazo hatekelezi, ndio ni red flag. Inakupa uwezo wa kufanya evaluation kwamba hii management ni amini namna gani. Kwa huku Tanzania, kwa sababu makampuni unakuta yamejizatiti sana kwenye industry na ushindani sio mkubwa, nafikiri ndio maana watuzami sana kwenye kufuatilia kwa karibu behavior za hiyo management. Hii kwa wenzetu wanawafuatilia mpaka lifestyle ya management ikoje. Kama kila siku anashinda kwenye bar na kunywa mpaka anasinzia mdomo wazi, watu wanaweza kujiuliza kwamba huyu katika kuwa loose namna hiyo, je, mdomo wake unaweza ukawa loose namna gani hata kutoa siri za kampuni? Kwa hiyo angalau huku kwetu kina Nsekela, kina Zaipuna hatujafika kwenye scrutiny ya kuanza kuwafuatilia kwenye hatujafika huko bado. Lakini huko tunako kwenda ushindani unavyokuja itafika. Sasa unapokuwa na mfuko kama huu wa ETF ambao umeingiza makampuni 14 ambazo watawekeza si wa Tanzania peke yao na wa Kenya, watakuwa na scrutinize yale makampuni kwamba okay, hesabu zao tumeshaziona, lakini sasa going forward hiyo management ina uwezo gani wa kuweza kusustain hizi promises wanazozitoa. Kwa hiyo kidogo kidogo tutaanza kuzoea jinsi ya kuassess management na kufanya maamuzi based on that. Sawa, na muda wetu nao unatukimbia, na natamani pia nisome maswali machache ya wawekezaji. Labda niulize swali la mwisho, alafu baada hapo tutapitia comments ambazo zimewekwa. Umesuggest baadhi ya vitu vya kuangalia ni kama hizo numbers, kama ratios, umetaja PE ratios, umetaja price to book ratio, lakini pia tumekuja kuzungumzia annual reports. Kwa mfano unataka kuangalia management imekuwa inafanya vitu gani. Hivi vitu ni vitu ambavyo mimi naweza nikavicategorize kama technical fulani. Kwa yule mtu ambaye yuko outside of the field ya finances, kidogo haya mambo anaweza kuwaza kama hayamhusu fulani. Sasa huyu mtu unamshaurije ili aweze kuwa familiar na hizi taarifa, afanyaje? Jambo la kwanza, kama hana muda wa kufuatilia, hapo inabidi atuamini fund managers na mfuko ambao pengine tumeuanzisha wa kuwekeza kwenye hisa. Kwa sababu ule mfuko unakuwa na policy kwamba kwenye mfuko tunawekeza kwenye kampuni fulani ambazo zina sifa hizi. Kwa hiyo akiamini hizo sifa, haya mambo mengine atatuachia sisi tuyafuatilie sisi wenyewe. Mambo ya management, mambo ya fundamentals. Kwa sababu fundamentals tutafanya assessment tukiona kampuni meet zile criteria ambazo tumewambia wawekezaji kwamba tunazifuata hizi, sisi tuna drop out, tunaingiza kampuni nyingine ambayo ina meet hizo fundamentals. Kwa hiyo mwekezaji, hiyo kazi kubwa atakuwa ametuachia sisi, lakini hii mifuko inakuwa na annual general meetings. Tunakuja kumuelezea kwamba mwaka huu tumepata faida kiasi fulani au tumepata hasara kiasi fulani, tumewekeza kwenye makampuni haya na vigezo vyetu vilikuwa ni hivi. Kampuni moja tunapendekeza tuidrop, tuingize nyingine, tutamuelezea. Na wenyewe wanafanya vote, angalau at that point wanaweza kaelewa ni kitu gani ambacho fund manager anakifanya. Na inakuwa ni educational experience ya kwake, kwamba kumbe hata mimi siku za mbele naweza nikaanza kujifunza ili tunakuifuatilia mwenyewe. Lakini with time, kwa yule ambaye anataka kuwekeza kwenye mfuko lakini anataka kuwekeza moja kwa moja kwenye hisa zenyewe, hiyo condition nilizozitoa pale mwanzoni bado zina apply, kwamba lazima dedicate muda wa kujifunza hizo annual reports, azisome. Kama azielewi, atafute muda, kae chini, aulize maswali. Bahati nzuri maswali kama hiyo watu wachaji wawekezaji, natafuta time, tunakunywa kahawa mahali fulani au anakuja ofisini na maswali, orodha maswali yake, tunampitisha kwenye zile annual reports, tunamuonyesha potential red flags kwenye hizo annual reports. Angalau inakuwa ni learning experience, na anaweza siku za mbele akaweza kumaster hiyo
huo utaalamu ambao umeuita technical, lakini ni technical kama hujaelewa, lakini ukishaelewa ni language ya kawaida tu. Asante sana. Mimi imetosha maswali yangu, naomba nipitie hapa maswali ambayo yamefanikiwa kuulizwa, alafu basi baada ya hapo tunaweza tukafunga tu session yetu kwa leo. Swali linaanzia kwa Esau. Esau anasema naomba kujua kampuni kama jirani wa Blue Book value yake haizidi 3,000 lakini ina trend kwa 8,000, nini kinachangia? Binafsi silielewi swali. Sijui kama unaelewa Mr. Photius. Na mimi sijalielewa. Nafikiri kama Esau anaweza kauliza vizuri, tunaweza na sisi tukatengeneza, yani tukalijibu kama tumemuelewa anachouliza. Yes, Esau naomba uandike tena kwenye comment. Uzuri hakuna maswali mengi, kwa hiyo nitalifikia tu ndani ya dakika chache. Liandike vizuri swali lako alafu tulipitie tena. Amsha Ubongo unasema naomba kuuliza dozen index return zake zikoje, na je index fund ina limit ya kuweka pesa, yani kwa mfano mifuko ya pamoja? Sijui hapo kama umetupata Mr. Photius. Yes, ameuliza swali kwamba dozen index return zake zikoje, na ni swali kubwa, ni swali muhimu sana na tumeshaulizwa sana. Kwa sababu tunawekeza kwenye hisa, nafikiri tushaye kusema siku za nyuma, kuproject performance ya stock marketing kati ya kazi ngumu sana kwenye industry. Kwa hiyo hata kuexpect kwamba return ya dozen index itakuwa kiasi gani inakuwa ni vigumu sana, kwa sababu going forward hatujui performance ya stock market itakuwaje, na kwa sababu tumeongelea kwamba ni uwekezaji wa muda mrefu, tunategemea ni ule uwekezaji ambao unategemea kupata faida katika muda mrefu. Inawezekana umeingia sasa hivi, mwakani usishangae inaweza ikashuka, lakini over the long run tunategemea stock market kama ilivyoonyesha kwenye masoko mengine, mara nyingi huwa ina grow na uchumi. Zinaweza zikashuka katika muda mfupi, lakini over the long run faida yake inaongezeka, ni kubwa. Kuiquantify kwamba ni 10%, 5 ngapi, kwa kweli hapo nitakuwa nadanganya. Na limit ya uwekezaji, hakuna limit ya uwekezaji. As long as minimum ni shilingi 10,000, unaweza ukanunua vipande vyote inavyowezekana. Kuna upward limit. Sawa sawa, shukrani sana. Swali lingine kutoka kwa Martin Tindwa anasema hongera sana Prof kwa session bora, naomba kuuliza share za Inuka Dozen ambazo tunanunua kwenye app zitakuja kuwa linked na zile tulizonunua DST kiganjani? Ikoje hiyo? Asante sana Martin Tindwa. Nafikiri by sasa hivi itakiwa kuwa zimeshaanza kuonekana. Kitu itabidi nije niongee na watu wangu wa IT. Kwa sababu kama ulinunua kwenye app na pengine nyingine ulizinunua kwenye dozen index, by this time ukiingia kwenye app yako utaziona zote, hata zile ulizonunua kwenye app ile ya DSE. Kwa sababu zote tumeshazipost kwenye account za wawekezaji. Lakini kama haujaziona, nafikiri kuna ile email ambayo tulituma ambayo inaonyesha email yetu pamoja na namba yetu ya WhatsApp. Ni vizuri ukatuma message sasa ya kuja tufuatilie tuone kwamba kwa nini hazijaonekana, lakini sasa hivi zote zimeshakuwa linked, zinaonekana kule. Okay, sawa sawa. Martin tena amekuja kuuliza, anasema unashauri vipi kwa mtu ambaye ana hisa chini ya 1000 za Nicole na Afriprice akitaka kuuza na kununua Inuka Dozen Index Fund? Unashauri vipi kwa mtu ambaye ana hisa chini ya 1000 za Nicole akitaka kuziuza? Anazungumzia idadi. Sasa kama nilivyosema mwanzoni, kama pengine labda amechoka kumfuatilia Nicole peke yake na Afriprice peke yake, anataka huo mzigo ampe Mnyamwezi atupatie Orbit. Sawa, karibu. Kama ulizinunua at a profit, yani kama ulizinunua kwa bei ya chini, unaweza ukauza kupata faida hizo zote ukaziweka kwenye mfuko wa Dozen Index. Na kimsingi utakuwa kama ulizinunua kwa bei ya chini ukaziuza kwa bei ya juu, hapo utakuwa umelock in ile faida ambayo umeshaipata. Kwa hiyo unaweka pesa nyingi zaidi kwenye Inuka Dozen. Bila ukiendelea kuwa nazo,
una paper profit ambayo itakuwa ikishuka inayeyuka, lakini ukiuza sasa hivi unanunua dozen index kwa zinakuwa na pesa nyingi zaidi. Lakini hiyo itategemea kwamba je, wewe umechoka kuwa mfuatiliaji wa kampuni moja kwa moja, unataka kwenye mfuko ambao tunakufuatilia on your behalf. Itategemea na hicho. Okay, sawa. Esau amekuja kufafanua swali lake. Naona alikuwa anamaanisha kwamba nini kinapelekea kuwa na overpricing, kwamba bei ya book value ni ndogo lakini bei ya sokoni ni kubwa sana. Unatuelezaje hapo? Nafikiri NMB imekuwa hivyo kwa muda mrefu. Imekuwa na inaitwaje, price to book value ya juu ya 1 kwa muda mrefu, na ikatupelekea kipindi fulani cha nyuma tukaanza kusema labda inaonekana iko overvalued. Nafikiri kwa mwaka jana mwezi wa Oktoba kama iko overvalued, lakini still imeendelea kwenda juu zaidi. Kwa hiyo na benki kama hiyo au kampuni kama hiyo, na sasa hizi price to book wa ratio ziko relevant zaidi kwa financial sector, kwenye mabenki na kwenye Afriprice na kwenye Nico, ndio hizo ambazo sana sana zina hicho kipimo kiko relevant. Kwa hiyo kampuni kama hiyo, investors wana matumaini zaidi na prospects za hiyo kampuni kuliko ambacho ina deliver sasa hivi. Kwa ndio maana wako tayari kuinunua at a premium. Kwa sababu maana ya hiyo tofauti nini? Kwamba ukiuza mali zote za hiyo benki ukalipa madeni, pata at a premium, kama unapata pesa nyingi zaidi kuliko ile book value. Hivi nimeitaja sawa? Kwamba price to book ratio ikiwa juu ya 1 ni kwamba net asset value pengine ni 100. Meaning zile assets zake ukiziuza zote pengine unapata shilingi 100, lakini sokoni inauzwa kwa shilingi 100 labda na 10. Kwamba market price inazidi kama ukidissolve hiyo kampuni ukauza assets zake. Kwa watu wanainunua at a premium to total assets zake. Meaning wana prospects na hiyo kampuni au hiyo benki kwamba uko mbele itakwenda kuperform vizuri. Kwa NMB imekuwa ikitrade at a premium kwa muda mrefu, wakati CRDB imekuwa ikitrade at a discount. Ila sasa siangalia recent kama na yenyewe imeshakuwa around one price to book ya 1 times au slightly above. Lakini zote hizo ukiziangalia ni kwamba wawekezaji wanaangalia prospects zaidi za hizo institutions kuliko walichoki-earn siku za nyuma. Na ni kwa nini? Kwa sababu kampuni kama CRDB inaenda Kongo, iko Burundi. Soko la Kongo ni soko ambalo ni soko jipya, soko virgin. Kwa hiyo kwamba potential ya kupata kitu kikubwa DRC ni kubwa, kama ilivyo hiyo biashara ambayo sasa hivi wanaifuata Dubai, nataka kwenda sehemu nyingine zaidi. Kwa hiyo iko likely wawekezaji kuwa tayari kuinunua at a premium, kwa sababu anategemea kama wanavyotumia huo msemo kwamba yajayo yanafurahisha. Na NMB na yeye ameshataja kwamba ana expansion strategy across the border. Kwa hiyo hizo zote ni prospects, lakini hata soko la ndani peke yake, hata kabla hajaenda across the border, soko la ndani kwa maana banking business bado ni nzuri sana Tanzania. Bado tuko majority bado wako underbank, na informal economy bado ni kubwa sana. Kwa hiyo kwa benki ambazo zimejipanga vizuri, kwa kweli bado potential iko kubwa. Asante sana. Na ninaamini hili litakuwa ni swali letu la mwisho kwa leo. Linatoka kwa Theo Pikomba, anasema naulizia, in this developing world of technology, the role of AI in fundamental analysis of stocks, is it reliable? Na unazungumziaje kuhusu prof? Na kweli nakumbuka Elon Musk nadhani ana system ambayo inatumia AI kucheck hizi fundamentals, lakini pia kama nimesikia sahihi pia Meta pia nadhani wao pia walikuwa wanaishi kama hivi. Sasa I don't know how common is this, lakini pia niko interested kuweza kujua how reliable is this.
Okay, asante kwa hili swali zuri. Of course kwenye kampuni yoyote lazima tuendelee kuangalia fundamentals za kampuni. Lazima uendelee kufanya fundamental analysis kabla ya kufanya maamuzi ya kuwekeza au kutowekeza. Kwa sana kinacholetwa na hii artificial intelligence ni kwamba ile fundamental analysis ambayo ulikuwa unaifanya kwa wiki nzima, leo unaweza ukaifanya kwa dakika 5 au dakika 10. Still inakupa majibu yale yale ambayo unayatafuta kwenye unapofanya fundamental analysis. Kwa hiyo kwamba sana itakachofanya artificial intelligence ni kutunyang'anya kazi sisi ambao tulikuwa tunashinda ofisini unafanya analysis ya NMB, CRDB. Kumbe kazi hata mtu ambaye yuko na interest anaweza akajifunza, as long as anajua kile kitu anakiita prompt engineering. Anajua maswali ya kufeed zile annual reports, anajua jinsi ya kuzifeed kwenye ile AI yake, na anajua maswali ya kuuliza, kumbe naye anaweza akaifanya na akapata ile report. Lakini still alichofanya ni fundamental analysis. Kwa fundamental analysis itaendelea kuwa reliable, lazima itaendelea kufanyika, lakini sasa hivi imerahisishwa na AI. Lakini kama ilivyo system za computer zote, wanasemaje, garbage in garbage out. The quality of fundamental analysis utakaoipata kwenye AI itategemea na quality of questions ambazo unaziuliza na kile kitu unachokitafuta. Kwa hiyo yes, itaendelea kuwa reliable na itaendelea kuwa relevant, lakini itafanywa kwa muda mfupi, na kwa sababu hiyo pengine zile opportunities za profit kwa mtu ambaye ana superior information au superior capacity ya kufanya fundamental analysis itazidi kupungua, kwa sababu watu wengi watakuwa na uwezo wa kuifanya haraka sana kia kampuni inapotoa zile annual reports na kuanza kwenda ku take advantage ya whatever price mismatch ambayo wanaipata sokoni. Kwani hapo ni nginganga, manake ukweli wote mkiingia huko sasa inabidi yeye kwa yeye aanze kupigana knockout. Maki mmoja lazima ashinde na mwingine lazima apigwe chali. Ila mwisho wa siku nadhani pia role pia ya human haiwezi kuwa omitted, kwa sababu hizo future prospect pia, anyway sijui, it's very hard to tell. Lakini mwisho wa siku lazima kuwa kuna human factor ninachoamini behind. AI zinakuja tu kama enhancement models, ila role ya human lazima iwepo kwenye mchakato mzima. Kimsingi ni kwamba AI itaongeza productivity ya human being. Na huyo human being atakayekuwa more productive ni yule ambaye atajifunza sana kuhusu jinsi ya kutumia hizi artificial intelligence. Yes. Sasa kusoma yale mambo wanaita prompt engineering, kwamba uulize maswali gani, unaitocha vipi hiyo AI. Kuna wakati unaiuliza swali pale juu, sio kama ushaye kuona, kuna wakati unaweza ukaiuliza swali ukaona kabisa inakupa inakopitia, inakuza kwamba thinking, okay, nimepata data za muda fulani, anaenda mbele asema, lakini hizi nimezikosa kwa baada kuanzia miaka 20 nitatumia miaka 10 kwa sababu nimezikosa hizi. Kama unamuona jinsi anavyoenda kwenye website mbalimbali anatafuta zile reports, hiyo inategemea na ile quality information ambayo umeifeed hiyo AI, artificial intelligence. Lakini human being kama unavyosema bado ataendelea kuwa na kazi, kwa sababu AI manake nini? Kama ni ile collective knowledge ambayo tayari ishakuwepo duniani, ndio sasa hivi unaweza ukaiaccess kwa haraka sana kwenye tool fulani. Lakini innovation bado zinaendelea, na ndio hapo watu ambao wanatumia right brain zaidi watakuwa na advantage, kwa sababu sio kama tushaye kuongelea siku za nyuma kwamba right brain ndo creative brain, ndio sema kutafuta vitu vipya. Ndio maana content creators kwenye hizi system sasa hivi yani wana benefit zaidi na hizi tools, kwa sababu wana access ile brain ambayo haiwezi ikawa computerized. Kwa ndo wanapata vitu vipya. Ile ukishakipata ukakiandika kwenye AI tayari imekuwa collective store kwa users wengine kuipata. Kwa hiyo nafikiri tabidi tufike point tujue jinsi ya kutumia right brain. Nafikiri kwenye training nyingi wanajaribu kuambia kwamba unawezaje kuactivate right brain. Kama unatumia mkono wa kulia, anza kutumia mkono wa kushoto. Nzuri hiyo. Na activate your right brain, na watu wakawa na prove kama ni kweli, mbona watu wenye anaandikia mashoto wana akili sana. Nikasema no, sio lazima uwe mashoto.
Na wewe sasa hivi unaweza ukaanza kutumia mashoto. Amka asubuhi umezoea kutumia mkono wa kulia kupiga mswaki, hebu tumia mkono wa kushoto. Itakuwa awkward, unaweza ukashtua umejichoma kwenye taya huku na nini. Lakini hapo muda wote unakuwa una activate zile cells za kwenye Safi right sana. brain. Safi sana. I love the philosophy. I say basi mimi nishukuru sana kwa ajili ya session ya leo, na nashukuru sana kwa maswali ya muhimu sana ambayo yameweza kuulizwa leo. Nadhani tunaweza tukafunga zoezi hapa. Unatuachaje leo? Mimi kwa kweli nikushukuru sana licha ya changamoto ambazo tumeanza nazo, lakini naona umekipeleka kipindi vizuri. Kumbe siku zote huwa una material mengi sana. Kumbe kimeenda vizuri. Mimi nashukuru cumulative effect. Yeah. Kwa hiyo niwashukuru wawekezaji, umeongea mambo mazuri sana. Watu wakirudia hii session, maswali ambayo tunatakiwa kujiuliza sana kipindi hiki, na mada ambayo nilikuwa nimetaka tuiongelee ni kuhusu mambo ya fundamentals. Na tuko katika kipindi ambacho sometimes unaweza ukaogopa kuongea chochote. Mtu anakuuliza kitu fulani, na wakati unaweza ukaogopa kumwambia au kumpa mawazo yako. Kwa sababu kwa umri wangu na masoko ambavyo nimeona yakipanda na kushuka, nakumbuka hata 2007 na 2008 mwanzoni kuhusu ile global financial crisis. Nakumbuka wachumi walikuwa wanauliza maswali mengi, wanayajibu with assurance, lakini ilipofika mwezi wa 9 akatokea milipuko makubwa. In fact wengine wakashindwa kumeza maswali yao. Ikatokea siku moja Profesa Richard Wana akawa anasema walikuwa wanaulizwa maswali, sasa kwa sababu ni lazima ujaze ile slot uliopewa kujibu, yeye akawa anasema fadhali ungemwambia tu kwamba I don't know. So kunakuwa na a lot of unknowns kwenye inapotokea mitikisiko. Kwa maana hata mimi kuna baadhi ya hata analysis ya baadhi ya makampuni bado nasita kuzifanya, kwa sababu there is a lot of unknowns ambazo hujajua exposure ya makampuni kama hayo zikoje. Ikitokea interest rates zikapanda haraka, ikitokea inflation ikaongezeka kwa speed, ikatokea exchange rate ikayumba, sasa au sensitive au exposed baadhi ya kampuni zilivyo kwenye mazingira kama hayo. Maana nikasema okay, sasa unapokuwa unaendesha meli kwenye bahari huko, afu kwa foresee mbele kuna mvua, kuna radi, mawimbi yanaanza kuongezeka, sasa una focus kwenye rada na unaangalia system zako zote kama ziko vizuri. Sasa hiyo njia lazima upite. Sasa baada hapo ndio kama ni life jacket, wale crew wote wanahakikisha kwamba wamevaa life jacket. Na sasa unaanza kupenya kwenye hayo mawimbi. Kwa hiyo kipindi ambacho tunapitia, lakini kama ambavyo tulishawahi kusema siku za nyuma, ni kipindi ambacho vile kina opportunities. Kwa ni vizuri tukapata maarifa, tukawa informed na kinachoendelea. Lakini as long as bado tunafanya kazi, tunapata pesa, zipaki tu kwenye money market funds na kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja, wakati tunajaribu kuassess kwamba hii hali itaishaje, na sio hali tena ya kubuni. Tumeshaambiwa kwamba tujiandae, we should get prepared, lakini ndo njia moja hapo ya kukua. Kwa hiyo niwatakie weekend njema, niwatakie wiki njema mpaka tutakapoonana hiyo Ijumaa inayokuja. Asanteni sana. Sawa, nashukuru sana. Na Bonaventure umeuliza tena kwamba ETF inanunuliwaje? I trust kuna namba za simu hapo, ukifungua kwenye description area hapo utakutana na namba za simu za Fortius, lakini pia Madam Aurelia, lakini pia Andrew. Yes, watafute hawa ndugu, alafu wao watakutumia instruction. Kuna document ambayo ina maelezo yote unataka upitie procedure gani. Kwa hiyo fanya hayo mawasiliano, alafu naamini itakuwa ni hatua yako nzuri ya kuanzia. Zaidi hapo, asante sana Fortius kwa muda na kupambana pamoja na changamoto za barabarani na nini. Tukutane kwa wiki ijayo, nategemea utatembeza vizuri sasa kwenye presentation ambayo ilibidi uifanye leo. Wiki ijayo nitakuwa nimeshaikamilisha. Sawa, basi mimi nikutakie weekend njema na uwe na usiku mzuri. Okay, asante. Na wewe pia na wasikilizaji wetu. Yeah, shukrani sana. Shukrani.